kuipiga nafanya kazi. Mwani, hebu niambie kitu kimoja kwamba unachonieleza hapa ni kwamba uko huru kuonyesha mapenzi yako kwa timu yako unaoipenda. Lakini ukija kwenye kazi hujawahi kuonyesha mapenzi. Sijawahi na sitaki kufanya hivyo. Kwa sababu kwanza kama timu unaipenda nitakuwa sisaidii. Lakini sasa hiyo hujahitaji timu yako? Na siwezi kuhitaji. Huwezi kuhitaji. Hiyo timu yako A unaoipenda si kichemka unaipiga tena vizuri kabisa. Wasomaji wako wanakufahamu kwenye wakati mwingine unaonyesha kwamba wewe ni mpenzi wa timu A. Kesho ukiipiga timu B kwa sababu imechemka, maana yake sio lazima uipige yako. Ukiipiga timu B haionyeshi kwamba kwa mtu ambaye ananisoma kila siku atakuwa anajua mimi nafanya kazi. Na si kuipiga, unajua kuna wakati wao ndio wanaona kama tunawapiga lakini tunawasaidia kwa kuandika ule ukweli. Umeelewa? Mfano timu imefanya makosa, unaona kabisa hili ni kosa. Unashindwa kuandika either uchambuzi au story ambayo itaweza kuirekebisha timu. Okay, labda changamoto gani unakutana nazo kuipiga timu ambayo sio timu yako? Ukishaipiga wale mashabiki wake wanafanyaje? Ngoja nikwambie, mara nyingi nikiandika story labda mfano ambayo mimi nasemaga kuisaidia. Nisaidie either timu ambayo mimi sishangilie. Of course inaweza ikaja lawama, lakini mwisho wa siku naangalia nani kaandika. Kama ni mimi tena huaga nashukuru unapigiwa hadi simu. Wewe bwana wewe. Yaani hata tukuelewaje. Wewe bwana wewe umeshafikia sehemu hii, umeona sasa? Sio nani nikamera, lakini si nimesema ukweli. Ukiniambia sijasema ukweli nitajitafakari. Then nitaangalia wapi nimekosea. Lakini kama ni ukweli, basi acha ipite. Unawapiga A, unawapiga B. Wote tunashughulika nao. Nia yetu sisi ni kufanya mpira wa Tanzania unoge, uwe mpira mzuri, tusifike sehemu ambayo ni pabaya ambapo tukaharibu sasa. Tukaharibu mapenzi yetu ya mpira au tukaharibu mpira wetu. Unajua kuna kasumba ipo ya kubeba hizi timu ambazo tunazita kubwa. Hata utakuta mtu ana mapenzi kiasi cha kwamba hata kuikosoa ile timu anaona dhambi. Hapana. Ifike wakati. Na ukiangalia Boy Manda, hakuna mwandishi au hakuna mtu nani mpira asiye na upande. Kuna watu wanakuambia mimi sina upande. Hakuna hicho kitu. Hakuna. Hayupo. Mfano mimi nachekaga sana uwanjani either nikacheza Azam. Unajua wanaamini kwamba mashabiki waliopo Azam ni either umetoka Simba au Yanga. Sasa ukiwa uwanjani pale labda ukikuta mashabiki wanataniana, utasikia wewe nini wewe si mwenzetu, rudi kwenye jukwaa lako. Unaona? Kwamba ni kweli. Ukiangalia Azam imeanza mwaka 2008. Nafikiri. Yes, mwaka 2008. Simba na Yanga zimeanza lini? Yanga 35, nyingine 36. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba before hizi timu mpya, either Namungo wala ukajiita shabiki wa Namungo, lazima mtu alikuwa na upande, na wakati huo wa Tanzania usipokuwa Simba utakuwa Yanga. Kwa hiyo kuna watu wanatuwekea unafiki. Kama mfano Boy na unafiki ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo kama Boy Manda, wewe maji yako ya siku nyingi ulivyokuwa Mpitimbi huko. Lakini ulipofika mjini Dar es Salaam, ulichagua tu upande wako. Yaani lazima unajua flavor ya Dar es Salaam ni hawa wawili. Kwa hiyo ukifika hapa hata kama ulikuwa timu gani? Mimi usitaje huko. Maji bwana, maji shakuwa mabingwa. Kwa hiyo mimi nilipofika hapa mjini, nyie mnawashobokea hawa mjini kwa sababu sisi hatuwashobokei. Hawa wa mjini wameshakuwa mabingwa. Mimi timu yangu Coast Union. Kama nikisema kweli timu ya nyumbani, Coast Union na Singida United. Ndio timu zako. Kwa hiyo lakini nilipofika mjini nikatafuta upande, hadi kajikuta tu kuna upande umeninogea. Kaupepo kakanipitia kakisulisuli kakanipeleka huko. Kwa hiyo sasa inafika wakati mapenzi, na hata leo nikikwambia wewe na maji utakuwa huna tu kwa sababu umeshuka daraja. Wewe unafikiri sasa hivi katika hii ligi yenye timu 20 utakuwa timu gani wewe? Kwenye 20 sina mimi simama maji. Pia haiwezekani. Mimi niko maji. Kwa hiyo tufike wakati. Tujitambue hata kama uko kwenye upande fulani, lakini fanya kazi yako. Fanya kazi yako. Mimi kuna kipindi hata watu walipokuwa wanajua nilipo, wewe sio wewe mwenzetu wewe, hivi na hivi. Sababu nimesimama kwenye misingi ya kazi yangu.
nafanya kazi. Hata kama nina maumivu kiasi gani timu ile ifungwe, lakini nitaandika kama kuna ukweli upo, kuna kitu kinatakiwa kuwekwa sawa, kuna mambo yanatakiwa yafanyike, tutafanya ili kusaidia mpira wetu. Okay, washauri wale ambao sasa hawawezi kutofautisha mapenzi ya timu na kazi. Mimi ninawashauri kabisa ifike wakati wa kubali, kwa sababu huo ndio ukweli uliopo hapo. Lazima utofautishe mapenzi ya timu yako na kazi, kwa sababu kazi ndio inakupa kula, timu haikupi kula. Utaishangilia tu, utatoka uwanjani sana sana, utakuwa mwanachama, utalipa zile ada, utaenda uwanjani, utalipa kiingilio. Yani kazi ndio inakufanya upate ile hela sasa ya kuwa na mapenzi na vitu vyako. Kwa hiyo tuheshimu kazi, tufanye kazi bila kujali wewe uko upande gani, bila kujali wewe una mapenzi gani na ile timu. Tusaidie mpira wetu jamani. Mpira wetu unaenda unakuwa, lakini unarudishwa nyuma na vitu vichache sana. Kwa hiyo ni lazima ifike wakati tuandike, watu wasome, waelewe, wapate sasa kujirekebisha ili tuweze kusonga mbele. Mwani, tukitoka hapa kuna watu wanaweza wakanipigia simu wakasema bana, leo ulikuwa na mtoto mmoja mzuri pale. Vipi? Yuko single au album ile? Ni wajibu nini? Waambie mimi jamani siko single. Tuzima au nitakuwa single. Jamani. Sema niko single nitakuwa na wadanganya wa Tanzania. Waelewe tu, maana kuna mwingine unajua hata kama unasema uko katika hali gani, anafanya tofujo. Kwa hiyo ifike tu wakati watu wajue. Single kwa maana hauko single kwa maana umeshaolewa au una mchumba. Vyote na B sawa. Hapana bwana, hiyo vitu viwili tofauti, tukubaliane. Yani watu tu wajue mimi siko single. Bas. Wasijue kwamba umeshaolewa kwa maana ndoa imepita. Yes. Manake mimi jamani ninazungumza hapa sijaalikwa kwenye ndoa. Kwa hiyo yani kipindi hicho hata mjini ujaje hata kama ilikuwepo. Kama ilikuwepo basi nilikuwa bado niko na mtumbo. Kwa hiyo sikufanikiwa kunini. Okay. Mwani, maisha ya kawaida sasa. Kuna vitu ambavyo watu wanapaswa kujifunza kutoka kwa waliofanikiwa, lakini pia unaweza kujifunza kutoka kwa watu waliofeli maisha. Wewe umeishi miaka mingi, kwa sababu story tu ya kipindi cha kazi tayari ni miaka ya kutosha, imekupa experience kubwa. Nje ya kazi kuna maisha. Unadhani una nini cha kuambia watazamaji wa Journalist kama tu ushauri wa kimaisha katika vile ulivyopitia, labda kwa kuwasimulia sehemu ambazo uliwahi kufeli, kwamba ulifeli kwa sababu gani, na sasa labda sehemu ambayo ulifanikiwa kwa sababu gani, kwenye maisha tu kwa ujumla, nje ya kazi? Nje ya kazi kwa kweli mimi kwanza nashauri watu kitu kimoja, hasa waandishi wenzangu, tupunguze yale majipu. Sababu kuwa mwandishi ni kazi kama mtu ambaye ni banker, lakini kuna wengine wanakuwa wanajiboost kupita kiasi. Tuishi na watu vizuri, tukubali kukosolewa. Unapokosolewa, mimi naamini ninapokosolewa ndio unajifunza. Mimi sio mkamilifu, mimi ni binadamu wa kawaida, hakuna mkamilifu. Kwa hiyo tukubali tunapokosolewa, tunapoona kabisa hapa kweli tumekengeuka, turekebishe. Lakini pia nikienda kwa upande wa mashabiki, hasa wa soka, sababu ndo kuna tatizo kwa sababu ya hizi timu zetu pendwa. Wanapo mfano kama timu moja inakosolewa, ila Simba, tukubali, tupokee, tufanyie kazi. Unajua saa nyingine pia tunashindwa kuendelea kwa sababu ya kukataa kukosolewa, kukataa kuandika. Mwandishi pia ni binadamu, kwa hiyo na wewe pia ni binadamu. Kwa hiyo waandishi wanafanya kazi kuna wakati mgumu sana. Boy Plus labda nikwambie, kuna kipindi waandishi hadi walikuwa wanapigwa. Kisa ameandika story fulani imeigusa timu fulani. Kwa hiyo au ameandika story ya mchezaji, kwa nini kaandika vile? Kwa hiyo ifike wakati kwamba tupewe nafasi aidha ya kuzungumza, kuelezea kitu fulani ambacho kitaleta mafanikio, na kuandika pia, kwa sababu bila kusema, bila kuandika hatutatoka hapa tulipo. Lakini pia kingine, fani yetu imepamiwa sana na watu wasio na hata
elimu ya basic ya journalism, lakini hii hebu ifanye watu waende shule, na nafikiri tumesikia serikali kuna maelekezo ikifika mwaka fulani mwakani yes. Kwa hiyo kuna watu ambao hawataweza kufanya hii kazi. Kwa hiyo katika kipindi hichi kifupi hebu watu wakimbizane chuo ukasome jamani, tukasome kwa sababu kazi hii tumeichagua wenyewe, tumeipenda na huwezi kufanya hii kazi bila kwenda shule. Kwa hiyo mimi nashauri watu tukasome kabisa, tuweze kupata elimu ya juu ya journalism, tuweze kufanya kazi, tuweze kutumikia hiki kipawa tulichopewa na Mungu, kwa sababu unajua journalism nacho ni professional, lakini kuna wengine wanasema wana kipawa kwa sababu wapo ndio hawa ambao hawataki kwenda shule. Lakini basi tufike wakati twende shule, kipawa kijumuishwe na kingarishwe na shule pia. Mwani umekuwa kwenye magazeti, lakini kwa siku za karibuni, kwa maana ya tangu mwaka jana kama sikosei au mwaka juzi, tumekuwa tukikuona kwenye runinga kwenye kipindi cha Kurasa za Mwisho Azam TV pale. Unapendeza ukionekana kwenye television. Umefikiria kutoka kwenye magazeti na kwenda kwenye television labda? Yeah, of course. Kwanza mimi kabla ya kuja kwenye kuandika, kitu nilichokuwa nakipenda sana ni kuwa mtangazaji, lakini kuna watu wakanishauri kwamba huwezi kuwa either mtangazaji mzuri bila kupita katika magazeti, na hilo sasa ninaliona. Kuna faida naziona, kuna vitu naviona, lakini ukiangalia wakati niko mwandishi pia naandika, nilikuwa natumiwa sana na baadhi ya TV either kuulizwa kufanya uchambuzi na nini. Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo mpaka pale kipindi cha Kurasa kupitia Philip Cyprian kilipoona kwamba naweza kwenda kwenye kile kipindi na kufanya uchambuzi, kushiriki pale katika uchambuzi. Basi kwa hiyo nikawa nimefanikiwa kwenda na hadi sasa nafanya uchambuzi hapo. Kuna waandishi wanamfahamu Mwani na wanatamani kuwa kama Mwani. Wanatakiwa kufanya kitu gani? Kikubwa jamani, kutokuwa mvivu. Penda kujifunza. Mfano wakati mimi naandika, nilikuwa nikiona watu wakiongea kwenye TV ama radio, nilikuwa nasema ipo siku nitafanya vile. Na kweli nikawa najiona kabisa nafanya. Na kuna kipindi mimi nilifanya kipindi cha radio. Nakumbuka hicho kipindi tena, nimekumbuka juzi ulivyokuwa na mmoja alikamwe alisema alikuwa anashangaa taa studio. Mimi bwana nakumbuka siku kwenye kipindi ndugu yangu alikashushu. Alinichukua akasema bwana tumetoka mpirani twende Times mara moja tukafanya uchambuzi wa hii game na nini tuzungumze. Nikasema bwana mimi siko sawa leo. Siku nyingine bwana twende bwana. Nikafika pale. Mic ishawekwa. Tuko hewani. Mara yako ya kwanza au ulikuwa ushawahi kwenda kwenye radio? Ndio mara yangu ya kwanza sasa. Lakini chuo nilichosoma tulikuwa tunafanya practice ya radio. Sema sasa kwa ile radio kubwa kazi sasa kama kazi ndiko sijafanya. Kwa hiyo nikaa nimekaa pale kuna nani tunaanza tu kuongea. Siku mimi nilikuwa na mafua makali mno. Mic imewasha tu mimi nikapiga chafi. Yaani unajua ile ninakuja bila hodi. Useme sijui nini, yani nilikuja licha. Wakati hujapewa nafasi ya kuzungumza bado. Ndio nataka nianze. Kwa hiyo baada ya kuongea ilitangulia chafya. Iliniondolea mudi na kujiamini kabisa. Yaani kabisa. Nilipata shida, lakini unajua afu kipindi kile yani nikasema lakini kwa sababu najifunza afu hii imetokea mimi niishasema siko sawa. Sio mbaya. Lakini nikaendelea baadaye nikafanya tu vizuri, nikamaliza tukaondoka. Ila sitaacha kuyadisia kwa sababu ilinipa shida sana, na kuna mtu Shabani Kondo kama ananisikiliza alisikia kwenye radio. Alikuwa anasikiliza radio akasikia chafya yako. Yaani mpaka leo akikutana na mimi. Juzi nilikutana naye Azam. Jumamosi wakati natoka kwenye kipindi na yeye anaingia pale. Basi akaniambia, "Hivi unakumbuka bado lile tukio lako la kupiga chafya studio?" Nikamwambia nakumbuka. Sitasahau ile maisha ni mwangu. Kwa ndo changamoto za kazi. Na ulivyoanza kwenda kwenye television au kukutana na changamoto zote mwanzoni? Mwanzoni changamoto zilikuwa kwa sababu unajua kile kipindi tunachofanya pale ile ni live coverage. Yes. Kwa hiyo huwezi ukajikuna utasema Karimu ata edit.
Kwamba sasa hapa ngoja nijikune hapa atatoa hiki. Au utafanya kitu ambacho unasema ataedit. No, ile inaenda moja kwa moja kwa watazamaji. Changamoto. Kwa hiyo nilikuwa sijazoea live coverage kama ile. Kwa hiyo mwanzo ilinipa shida sana kwa sababu nilikuwa kuna kipindi yani nakaa tunajua kama ninajisahau yani. Kama najisahau na kuwa kama nje yaanza kunarudi nasikiliza tena. Yani inakupa shida kwa mara ya kwanza ukweli. Kama Alikamwe yeye alishangata na hata taa na mimi pia zilinipa shida kwa sababu taa ni nyingi. Pale Azam taa ni nyingi, kamera ni nyingi. Mimi kamera 4-5 ziko mbele yako. Alafu kuna TV ambazo ni kama TV pale unaangalia hivi. Unaongea hapo unajiona pale. Yaani basi ilikuwa inanipa shida nayo sana. Lakini nimeenda kusema hivi vitu nitazoea na nimezoea. Kwa sasa hivi hata nikiwepo pale yani na feel kama niko sehemu yoyote nazungumza na mtu yani. Ni okay, kwa hiyo inahitaji experience. Inahitaji experience. Kwa mtu ambaye hajawahi kufanya inampa shida kidogo. Lakini hawa watu wana ile kwamba wewe umewahi kufanya njoo. Sasa unajua kuna mtu mwingine mfano mimi nilikuwa nazoea kuhojiwa either nikiwa nje tu wamekutana mimi tumetoka kwenye mkutano wameniwekea kamera wamenihoji. Umeona, lakini ile sasa ni experience mpya kwa sababu mimi sifanyi nje pale. Nimeenda katika studios nyingine pia lakini sio studio kama ile ya Azam. Sawa, narudi. Ule uwekezaji kwanza ni mkubwa. Ndio. Nafikiri studio ya Azam sidhani kama kuna media ambayo hapa Tanzania ipo. Hakuna. Mimi naamini hivyo kwa nilivyotembelea baadhi ya station ambazo nilikuwa nalipoenda kufanya. Sasa najaribu kuzungumzia kwamba sio tu watu wanaokwenda Azam ndo watuambie kwamba nilienda pale wakati sijawahi kufika hata mara moja, sijawahi kufanya kitu fulani mara moja, kwamba wao waliwaamini watu. Na makampuni mengine sasa yanapaswa pia kuwaamini watu kwamba Karim Boimanda hajawahi kukaa mbele ya kamera kwamba hawezi. Hapana. Ni lazima watu waaminike. Mfano mimi nilivyoitwa siku ile pale na Philip nikafanye kwa sababu Philip aliniita kwa sababu alikuwa ananiona, ananifahamu, ananiamini. Nimekuwa unajua kuna nyingine unaweza ukawa na experience ya kuongea kwenye TV na kuna nyingine una experience ya kufanya kazi muda mrefu. Kwa hivyo vitu vini tofauti. Aliniita kwa sababu ananifahamu kwamba nimefanya kazi muda mrefu na michezo nimezungumza sana, nafanya sana michezo. Kwa hiyo akajua kabisa huyu namuamini. Hata kama sije kumuona akiwa live pale lakini anajua uwepo wa kuzungumza na uwepo wa ndani ya studio pia ni vitu tofauti. Hata kuna mwingine anaajiriwa aende sehemu fulani aidha kwenye TV lakini hakuwa hajawahi kufika katika television. Kwa hiyo mimi sikio kwanza nilienda kwa sababu najiamini, nilifika pale nilitazi kwa zinanipa shida tu kwa sababu ile siku ya kwanza na nashangaa studio, ile studio nzuri kubwa. Kwa hiyo unafika pale lakini nikafanya vizuri baadaye. Mwani, wasimulie wasomaji wa magazeti process ya tangu mwandishi anachukua habari mpaka inamfikia yeye ikiwa kwenye gazeti. Kwa kifupi tu. Kwa kweli ni process ipo pale. Watu wasio tu wanachukulia magazeti ni jambo jepesi. Sio jambo jepesi kwa sababu katika process ya siku ya kuandaa gazeti nafika ofisini asubuhi. Tuna kitu tunakiita kikao cha asubuhi, sisi tuna neno letu tunaita postmortem. So tutaingia kwenye postmortem. Kwanza tutajadili gazeti la jana na makosa yake yaliyojitokeza. Mfano kama kuna herufi zimekosewa, maana katika magazeti kuna vitu vingi sana. Kuna font, kuna layout. Yaani kuna vitu vingi sana. Kwa hiyo ukifika asubuhi mnafanya kwanza postmortem ya kujua makosa ya jana yaliyofanyika ili kesho kwa gazeti mnalofuatia yasiwepo. Kwa mtafanya pale, mkimaliza kama mhariri utaita kikao chako na watu wako. Kwa sababu kuna magazeti mbalimbali. Kwa mfano mimi nilipokuwa mhariri wa Bingwa nilikuwa naita kikao na watu wangu. Tunafanya, jamani leo tunataka tufanye story gani? Au kuna story gani imetrend? Au katika nusa zenu mnahisi kuna tukio gani lipo? Kwa kuna vitu vingine, matukio ya mpira saa nyingine asubuhi tu unayajua. Kwa basi pale utaassign mtu competent person ambaye ataweza kwenda mtaani kufuatilia ile story. Tutaangalia kama kuna mikutano, tutaassign watu, tukimaliza pale waandishi wanatoka wanaenda kutafuta habari. Wakitoka wewe huku nyuma unayebaki sasa ambaye ni mhariri unaangalia wenzako kwenye magazeti wamefanya nini, imepitwa wapi story.
story gani imekupita, kwa nini imekupita. Kwa hiyo unabidi ujiulize. Utaangalia na kwenye mitandao. Kuna story, mfano kama kuna kipindi mimi Boy Plus ulikuwa unanipiga scoop nyama wewe, yani ya mpaka nasema huyu vipi huyu? Boy kanisimamisha imekuaje? Nakupigia simu. Kwamba wewe hii vipi, hebu niambie. Kwa hiyo unabidi pia ufanye contact na watu ambao wanadeal na news. Na ndio maana mimi kuna wakati nilikuwa nikirudi nikiangalia kwenye mitandao nimepitwa sehemu fulani, lazima tutaongea kwenye simu, bwana hivi na hivi na hivi imekuaje? Hii bwana ilikuwa hivi saa fulani. Kwa hiyo wengine wanakuta ile saa story iliyotoka, mimi gazeti lishaenda mtamboni, nasema inshallah imenipita hii, kutokana na muda nisingeweza kusubiri. Kwa hiyo unakuta kabisa unajitathmini wewe mwenyewe pia. Au kitoka pale hadi huo muda utakuwa hapo, utakuta watu wa mwingine wameshaanza kurudi. Au kabla ya watu kurudi pia kuna kuwa kina kikao cha wahariri peke yao. Wakati wa magazeti, reporters wameshaenda mtaani. Wameshaenda mtaani, kuna kuwa kuna kikao cha wahariri. Mnakutana pale, mna nini cha kufanya. Kama kuna mhariri labda ana wazo la sports, au kama mwingine ana wazo la stories za siasa au kitu kingine, tunaambizana pale. Tukitoka pale tunarudi kwenye kazi. Tukirudi kwenye kazi, kuna kazi ambazo zinatangulia. Mfano kwenye magazeti kuna hadithi. Kwenye magazeti kuna stories za uchambuzi, zile zinakujaga sio za kusubiri useme zitoke mtaani. Yes, makala nini. Kwa hiyo zile sasa mnagawana, wewe fanya peji hii, wewe fanya peji hii, kwa sababu mhariri sio wewe peke yako unafanya kazi. Kuna timu ambayo inakuepo inafanya kazi pale. Kwa hiyo timu ile ikisha kuepo pale inafanya kazi, kwa hiyo lazima mgawane majukumu. Kwa hiyo mnapitia vitu lakini kwa mnafanya hivyo vitu, mnaangalia na muda wenu. Waandishi wanakuwa washarudi sasa. Kwa hiyo tunamwandaa either mtu mmoja au wewe mhariri mwenyewe kupokea briefing za waandishi wanapotoka mtaani, kwamba kuna nini kimejiri, kwamba kuna hiki kuna kitu hiki, bwana hii story pamoja na hivi, lakini mpigie mtu fulani a balance. Lazima kama ni source iko upande mmoja, lazima utafute chanzo cha pili. Sawa. Kuweza kubalance ile story ili kuepuka malalamiko. Kwamba mmeandika story, kwa nini mmeandika kwa upande wangu, kwa upande mmoja, mimi hamkunifuata. Yes. Kwa kuna vitu kama hivyo. Una washauri wengine wakaongezee story zao nyama. Kwamba utakuta story inakuja hiyo unaiona haijakamilika, haijakaa sawa. Hebu fanya kile rudisha field, fanya kitu fulani. Either mfuate, au kama kuna access ya simu, anafikika kwa simu. Sawa, maana kuna masosi wengine wako mikoani. Kwa hiyo mnafanya hivyo, ukimaliza pale kuna kikao tena. Either saa 9. Iko kinahusisha nani? Hicho sasa. Mimi sinishapokea stories za waandishi. Tunabriefiana, jamani tuna lead na kitu gani? Katika zile stories. Yes, katika zile story yetu ipi iwe kubwa. Kwa hiyo mtaijadili story kubwa. Sio tu itaenda, mnaijadili kama dawati. Mnaijadili. Kikao kinahusisha wahariri peke yao. Kipo kinachohusisha wahariri peke yao na kipo kinachohusisha gazeti kwa ujumla. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanyika. Kwa hiyo mnaweza mkaanza cha kwenu au kikaanza cha wahariri mkaja mkamalizia, kwa sababu unaweza ukapata mawazo mapya. Kwa hiyo tena pale mtatia nyama story zenu wote pamoja. Hii hapa mliongezea hiki kitu, apigiwe fulani. Kwa hiyo kuna story nyingine zinakuwa na sources 2 au 3. Kwa hiyo atapigiwa yule mtu. Akipigiwa story inakuwa inajaa. Then mkimaliza pale waandishi wanakuwa washaziandika, mnazichukua mnazifanyia editing. Hiyo ni issue ya wahariri sasa. Kwa hiyo hapo reporter kama kashamaliza kazi yake, anaweza kuendelea na kutafuta stories za kesho au akaenda nyumbani mwingine, lakini wengi tunashauri waga wabaki wajifunze hata kile mhariri anachofanya na vitu vingine vinavyofanyika baada ya yeye kuleta story yake. Kwa hiyo nafika pale una edit, ukishamaliza kuedit ukijiridhisha iko sawa, unaituma kwa hao watu ambao wasomaji, tunawaita wasomaji wa proofreaders, wahakiki wale kurasa zile. Kwa unapelekea, akishasoma kwa sababu wale wanakuaga ni wataalamu wa lugha. Kwa kama kuna kitu hapa hakijakaa sawa kisarufi, wanakirekebisha. Kwa hiyo ikitoka pale inaenda, kuna watu mwingine pia anaitwa proofreader. Kwa hiyo sub editor. Sub editor. Kwa hiyo sub editor inaenda kwa sub editor. Sub editor.
inafika sasa kule juu. Yeye anaenda kufanya nini sasa? Yeye hapo naye pia anaangalia vitu vingi. Hana tofauti sana na yule ambaye imetoka story kwake hapa. Sawa. Kwa hiyo hana tofauti sana, lakini yeye huaga ndo anakuwa kama ni mkubwa fulani ambaye kwamba yeye ndo anatoa ruhusa ya mwisho ya gazeti ile page iende, ile story iende. Kwa hiyo ikishatoka kwake inaenda kwa watu wale ambao page designers. Kwa hiyo akifika pale kwa page designer ndio unakuta sasa pale unataka page yako iweje, muonekano kesho wa gazeti iweje, mnashauriana. Au aidha yeye kama ana idea, kuna wengine wataalamu zaidi, anakuambia mimi napenda tungekaa hivi, hapa picha ikae ya fulani, hapa iko hivi, story hapa ikae hapa, itani page fulani. Kwa hiyo mnazungumza, mnafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo akishamaliza pale, mhariri bado unakuepo, unatakiwa ukahakiki page yako, maana yule mtengeneza page naye ni binadamu, anaweza akachanganya madawa, anaweza akachanganya madawa, maybe akaisahau story ambayo ilishatoka, au akaweka story ambayo sio haikupaswa kuwa pale. Kwa hiyo ni lazima ufanye uhakiki wa kile ulichokifanya, alichokifanya pale. Picha ya mwani, ni ya mwani kweli, hadithi ya mwani, picha ya mwani, caption pale ni ya mwani. Siku nyingine kuna anasahau, au labda kuna mwingine hajui watu vizuri, picha ya Karim Boimanda akaiweka ya Babchiko. Umeona? Kwa hiyo ikawa tayari vitu vimeenda tofauti. Kwa hiyo ni lazima uhakiki pia. Kwa hiyo likitoka pale tena gazeti, na hapo unafanya hivyo, ujue unaangalia na muda wako. Ndio. Kwa sababu muda wa gazeti yani tunaita deadline. Deadline inakuwa ni muda wa mwisho kufanya nini? Wa mwisho kusubmit gazeti kwa either kiwandani. Mara nyingi sana inakuwa kiwandani. Kwamba kiwanda, mtu wa kiwandani anakuambia nataka gazeti langu saa 1:30 gazeti la michezo leo limeshafika. Kwa ajili sasa printing. Yes, kwa ajili ya printing. Kwa hiyo unatakiwa utume sasa zile peji zako zote, mfano kama gazeti lina peji 16 au peji 24, unatakiwa ulitume lote ukilihakiki kwamba peji hii naituma peji hii ni peji hii. Usije ukakosea. Sawa. Kwa hiyo zinatumwa tena kule kwa ajili ya kwenda kuchapwa. Na kule napo wakifika wanaanza kazi zao, kubalance rangi, sijui kuhakikisha kitu gani kimeonekana vizuri, kusafisha gazeti, maana saa nyingine gazeti na mhariri anakuwa usiki tena. Ila wewe unakuepo pale kama goalkeeper kuhakikisha kwamba gazeti lishafungwa linafanya nini. Kama ukiwa ndani inatokea kuna mitandao hii tunatuma. Tunatuma kutumia mitandao. Au flash inapelekwa. Flash ikifika kule siposome. Kama lazima uwepo uhakikishe wamelipokea. Wameanza kuna nini. Kwa kama unaweza wewe ukaondoka, lakini tayari kuna watu wanabaki kuhakikisha ile gazeti halina shida tena, ambayo itakayorudisha mtu ofisini. Kwa hiyo ndio hivyo, ukimaliza pale ikifika kiwandani, basi ikifika kiwandani tena likishatengenezwa pale likachapwa, kuna watu wa usambazaji. Sawa. Kwanza kuna watu wa kupanga zile pages hakikisha zimenani toka vizuri, kwa sababu unajuaga pages za magazeti zinavyokaa. Kwa hiyo wapo watu ambao wanahakikisha pages zile wanazipanga vizuri, watazifunga, wataziweka kwenye package, zitaingia mtaani. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaingia mtaani, tunaita watu wa circulation, ambao wale sasa wanasambaza magazeti. Mfano Dar es Salaam utakuta saa 10 tu unakuta magazeti tayari yapo Kariakoo, yapo sijui wapi. Sasa wale ndio wanakuwa wasambazaji, na ambao wanahakikisha pia gazeti lazima liende mkoani, au kama kuna nchi ya jirani wanasoma lile gazeti lazima lifike kwa wakati. Sawa. Lakini katika kufanya hayo yote, kumbuka kuna ushindani, gazeti sio moja. Hauko peke yako. Hauko peke yako. Na katika kiwanda unaweza ukawa unachapa kiwanda hicho mpo magazeti kama 10. Kwa hiyo ndio maana kuna deadline. Kama akikwambia saa 1:30, na maana wewe ukichelewa linapandishwa gazeti jingine kuchapa. Wewe lako linakaa pembeni mpaka liishi. Kwa hiyo ni cheni kubwa ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo hata kama ukipeleka lawama, kumlaumu mwandishi si sahihi kabisa. Kwa sababu watu wanaobaki ndani kule ndio utakuta hili linawahusu zaidi. Na utakuta kuna kampuni zetu hizi za kimaskini, kampuni inakuwa haina mtaji mkubwa kuajiri watu wengi. Kwa hiyo utakuta baadhi ya watu katika hiyo cheni niliyokutajia kutoka mwandishi mpaka inapofika, kuna baadhi ya watu katikati wana miss. Na mara nyingi watu wanao miss hapa ni sub editors. Unaona, kwa hiyo ukifika ndio utakuta kuna makosa yanapita. Utakuta labda pia wana wale wasomaji wa peji wachache.
Sasa utakuta mtu anachoka. Utakuta kampuni na magazeti matano lakini na msomaji mmoja. Kwa hiyo mtu hapa katikati anachoka. Na sisi binadamu ukishachoka, uwezo wako pia wa kufanya kazi unapungua na unaruhusu makosa. Kwa hiyo ndio hivi inavyotokea. Asante sana Mwani, tumekuwa pamoja, kimekuwa kikao kizuri na tumejifunza vitu vingi. Umetupatia nafasi hii, ni nafasi adimu. Sikumbuki mara ya mwisho mimi binafsi sikuwahi kupata nafasi ya kukutazama ukiwa unaelezea maisha yako na jinsi ambavyo umesafiri mpaka kufikia hapa ulipo leo. Kwa hiyo ni kwa faida ya watazamaji wa Jona Visit ya Boy Plus Online TV. Tunapewa nguvu na GF Trucks and Equipment, na mwisho wa Jona Visit ya leo tukiwa na Mwani Nyangasa ni mwanzo wa Jona Visit nyingine ambayo utakutana na mwanahabari mwingine atakaelezea jinsi ambavyo amesafiri kutokea mwanzo anapata wazo la kuwa mwanahabari mpaka sasa hivi tunapomuona akiendelea na jukumu hilo. Mimi ni Karim Boimanda, tukutane tena Jumatatu nyingine, na njia pekee ni kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa jina la Boy Plus TV, lakini pia tuna akaunti za mitandao ya kijamii kama Instagram, Twitter na Facebook kwa jina la Boy Plus Media. Tuwe pamoja ili kila Jumatatu saa 6 kamili mchana basi ujue kuna kitu kipya pale. Na Jumatatu hii tumeanza na Mwani, tutaendelea naye na episode zinazofuata mpaka zitakapokamilika, kabla hatujaenda kwa mwanahabari mwingine. Asante Mwani, na uwe na jioni njema. Asante sana. Pamoja. Happy New Year. Kumbe hatujaonana mwaka huu. Mwani huko hapa mjini hatuonani bwana. Mambo mengi muda mchache. Vyuma vimebana. Tujitahidi kutafutana basi. Kabisa. Asante sana. Pamoja. Asante. Haya.